Yanga Africa wamezindua uwanja wao pale Jangwani. Vipi unazungumzaje uwanja leo? Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hatua kubwa hii ambayo tumepiga. Kwa mimi mshabiki, mwanachama hai, mnazi wa klabu ya wananchi Tanzania Young Africa Sports Club. Kwetu ni siku kubwa sana. Kwanza kabisa kwa wapenzi wenzangu wa Yanga, tupigeni makofi kwa hatua kubwa kama hii. Na kwa hiyo kwetu ni sikukuu, ni furaha, ni sherehe kwa sababu ni ndoto kubwa sana kwa klabu yetu. Nadhani mwaka huu tumetimiza miaka 91 ya historia ya timu yetu Yanga Afrika. Tunaona aibu kwa ukubwa wa klabu yetu, kwa hadhi ya klabu yetu, kwa heshima klabu yetu kufika karibia na karne. Bado miaka 9 tufikishe karne moja, alafu hatuna facility kubwa kama ya uwanja. Kwetu lilikuwa ni pigo. Kwa hiyo leo rais wetu wa klabu ya Yanga Africa Engineer Hersi pamoja na mfadhili mkuu wa klabu ya Yanga Ghalib Said Mohamed wametupa faraja kubwa kututoa kiu. Na huu ni mwanzo, tunaamini tunakwenda katika nchi ya ahadi. Naam. Mnafikiri kwamba iko huo uwanja utachukua muda gani mpaka kukamilika? Uwanja hauchukuli kwa nadharia. Ile ni kazi ya kitaaluma. Kila project inakwenda na muda ambao wamefikiana. Kwa sababu project inasema si chini ya miezi 18. Kwa maana yake itakuwa sio chini ya mwaka mmoja na nusu. Hiyo ni taarifa kitaaluma. Na sisi hapa tunakwenda kwa taarifa za kitaaluma. Kwa hiyo tunaamini ndani ya miaka miwili tutaweza kupata kilicho bora kwa ajili ya klabu yetu Yanga Africa Sports Club. Kwa muonekano wa ule uwanja, ni uwanja utakuwa aina gani? Uwanja wa aina gani? Wa kimataifa ama uwanja wa mazoezi? Uwanja ni wa kisasa kwa sababu hata kabla ya Yanga Africa hajatoa mchoro, wakati wanaanza ile project ya Yanga kwa ajili ya ujenzi, kuna viwango walitoa kwa ajili ya wawekezaji wanaotaka kuja kufanya endorsement katika project yetu Young Africa. Walitoa standard ambayo inabeba quality, maisha ubora, standard, viwango pamoja na sifa za uwanja wa kisasa, ambapo moja sifa hiyo, kwanza uwanja utakuwa una hadhi ya kutumika kwa nyasi aina mbili, yani nyasi bandia na nyasi original. Kwa hiyo kila mtu alituma maombi ya kuwa mwekezaji wa uwanja alizingatia hiyo vigezo. Pia vile kuwa na hosteli kwa ajili ya wachezaji wamezingatia, kuwa na parking imezingatiwa, migahawa itakuwepo. Kwa hiyo utakuwa ni uwanja wa kisasa. Kutokana na uwanja huo ambao umeandaliwa ama utafanyika, kitu gani ambacho watafaidika wananchi kutokana na uwanja huo? Kufaidika, kwanza kabisa kitendo cha Yanga Africa kuweza, kama tutafanikiwa kufanikisha project yetu kwa 100%, maana yake Yanga Africa sasa tunaweza kuongeza mapato mengi zaidi, ikiwemo kwanza kabisa kuwa na museum yetu. Umeona, sehemu ya historia ya klabu yetu. Wengi tunashabikia Yanga Africa lakini historia yetu hatuna. Umeona, na kwa nini hatuna historia? Kwa sababu hatuna sehemu ya kuweka ile historia ya klabu yetu. Kwa hiyo kwa sababu tutakuwa tuna uwanja kisasa ambapo sehemu ya uwanja pia itakuwemo museum ambayo itabeba historia ya Yanga Africa tangu mwaka 1965 mpaka 2020 na kuendelea. Kwa hiyo sasa manake ni faida, kwanza tuongeza mapato utalii Yanga Africa, pili kutangaza klabu yetu na chapa ya klabu yetu, tatu itavutia wawekezaji pamoja na wadhamini wengi zaidi kwa sababu timu itakuwa inaendeshwa kisasa na kitaalamu zaidi. Kwa hiyo faida ni nyingi mno. Pia vile kama unavyoona sasa hivi kuna usumbufu. Leo Yanga anatumia uwanja KMC, kuna muda unafungiwa kutokana na kukosa ubora, kuna muda inafunguliwa. Kwa hiyo pia tutaepukana na ile kadhia ya uwanja kufungiwa na kutofungiwa, sababu tutakapokuwa na uwanja wetu tutaulinda kwa kila hali na mali ili tuepuke hizo kadhia ambazo miaka mingi imekuwa ikitokea katika klabu yetu. Hamuoni kwamba kutakuwa na athari yoyote kukaribisha wawekezaji? Athari haiwezi kuwepo kwa sababu hii sasa hapo tunaingia katika mambo ya kitaaluma. Kuna kitu kinachoitwa public private partnership. Huko sasa ni somo lingine kabisa ambapo hii inahitaji mwenye mali na mwenye rasilimali. Vitu kwa sisi Yanga Africa tuna mali ila hatuna rasilimali. Kwa hiyo Yanga sisi tuna mali, mwekezaji na rasilimali. Ndio tumekutana sasa hapa, tumeona hii kitu. Na hii kitu inakuwa ina faida yake. Ni vitu ambavyo vipo kitaalamu. Kwa hiyo hivi vyote uongozi wa klabu Yanga ndio maana ikaondoa kamati ya kupitia mambo yote haya, kuchanganua moja baada lingine ili kuepukana na athari na kutengeneza faida kubwa zaidi. Kwa hiyo hatuna shaka na uongozi wetu, hatuna shaka na kamati yetu. Kazi kubwa imefanyika, ndio maana vimekuwa vigezo vya kisasa. Kwa hiyo
ni big step, yani ni huge kubwa sana kwa klabu yetu sisi. Asante sana. Asante sana, shukuru sana.